Innamal a'malu binniyat. Naitwa Mohamed Janabi, ni daktari bingwa magonjwa ya moyo katika hospitali yetu ya taifa Muhimbili. Sasa leo tunafanya muendelezo na sehemu ya 3 na mwisho nafikiri kwa tatizo la tulofanya kwenye sehemu zetu 2 za kwanza za insulin resistance. Kwa kumbushia tu, insulin resistance ni hatua moja kabla hujapata kisukari kamili. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye kisukari unakuwa na ugonjwa unaoitwa pre-diabetes, na hapa ndo kwenye tatizo kubwa, kwa sababu tungeweza kupata wagonjwa wengi wakati bado wako kwenye insulin resistance au diabetes, tungeweza kuepuka hawa wagonjwa kutoishia katika magonjwa kama kisukari na magonjwa mengine ambayo nitayataja huko mbele. Kwa hiyo swali kubwa, inafikiaje mpaka mtu anapata insulin resistance? Na sababu kama mtakumbuka kwenye nani zetu 2 za kwanza, tatizo kubwa ni ulaji wa mara kwa mara katika siku. Umekunywa chai asubuhi, kwa sababu unapokula chakula mwili unaingia kwenye kutunza mafuta. Pale unapokaa kipindi kirefu bila kula ni kwamba mwili unachoma yale mafuta. Lakini sasa umeamka saa 1 asubuhi, umepata chai, saa 4 hapo umekula chakula tena hata kikiwa kidogo, mchana tena saa 6 umekula, kabla haijafika chakula cha jioni umekula. Kwa hiyo muda wote mwili unakuwa katika kutunza mafuta badala ya kuyatumia, kwa sababu kila saa unakuwa unasikia njaa, na unasikia njaa kwa sababu kama tulivyosema pale mwanzo, homoni ya insulin kazi yake ni moja tu, ni utunzaji wa chakula. Kwa sababu unapokula, kabla chakula hakijatumika kile umekula tena, kwa hiyo insulin inachofanya inachukua kile chakula inakitunza. Na inakitunza namna gani? Inakitunza kwa watu kuwa na vitambi, inakitunza kwa watu kuwa na uzito ambao ni mkubwa. Na miili ya binadamu, najua baadhi ya wagonjwa wangu wananiuliza, chakula hicho ni kila mimi na nenepa, akila mtu mwingine chakula kile hanenepi. Kweli kabisa. Ukishaingia kwenye insulin resistance, maana yake ni kwamba una insulini nyingi, kwa sababu unakula mara kwa mara, ndio maana inatunza. Huyu mwingine hana tatizo la insulin resistance. Kuna chembe au cells zinaitwa brown fatty cells. Hizi kazi yake ni kusaga chakula. Kwa ninalojaribu kusema hapa, usiseme kwamba mwenzangu, mbona mimi nakula kidogo sana, huyu anakula kingi, huyu mimi nanenepa, yeye hanenepi. Kwa sababu ukiingia katika insulin resistance, chance yako kubwa ya kunenepa inaongezeka kulinganisha na yule mtu mwingine. Kwa hiyo it goes again, it's not one size fits all. Na tunatoa wapi sasa hizi insulin resistance? Hapo katikati katika maendeleo, kama watu wote tunakumbuka historia ya binadamu, tulianza kule mwanzo kabisa miaka 2 milioni iliyopita, 2.5 milioni, watu walikuwa wanawinda tu, wanakula nyama tu kitu kimoja. Sasa hata tukikumbuka kipindi kile, hamna mtu alikuwa anakwenda kuwinda saa 12 asubuhi, anakuja wanakula kidogo, alafu anawinda tena saa 4, anakuja kula kidogo, anakuja kuwinda tena jioni. Hapana, kwa sababu na yeye angewindwa na wanyama wengine kama simba. Watu walikuwa wanawinda mara moja, wanakula, kwa kulikuwa hamna tatizo. Na swala sio kwamba walikuwa wanakula nini, swala kubwa ni kwamba nini ambacho walikuwa hawali. Huu ndio ulaji wetu wa sasa hivi, ni kila unachokigusa ni sukari tu. Tukatoka kwenye ile era, tukaingia era ya pili ambayo ilikuwa ni kilimo, kwa sababu watu waliongezeka again kipindi kile. Kwa kukawa na nyama na kukawa na mimea. Lakini swali ni lile, nini ambacho walikuwa hawali? Wagonjwa wangu wananiambia, mbona kipindi cha Bwana Yesu walikuwa wanakula mikate? Ni kweli, walikuwa wanakula mikate. Lakini mikate ile ilikuwa ya namna gani? Viwanda vya kusagia vimeanza 1840, steel milling. Hicho kipindi wagonjwa wangu wanachoniuliza, kulikuwa hamna mashine za kusaga. Kwa sababu ukisha saga, umerefine ule unga, unageuka sio ule unga wa kipindi kile. Kwa hiyo hao wenzetu wanauliza, mbona kipindi cha kilimo kulikuwa? Yes, walikuwa wanakula vitu natural. Unakula muogo, unakula indi, unakula viazi,
unga uliosagwa. Na tatizo kubwa katika hiyo hoteli lilianza hiyo miaka ninayoisema, mwaka 1840. Ndo viwanda vilipoanza kuingia duniani na kuanza kusaga na kuprocess vyakula. Sasa pale ndo sukari na yenyewe kapanda, tukaanza kubadilisha na sisi diet. Na ndio maana unaona kipindi kile ukikuta watu kama Wamasai kwa mfano, mlo wao ulikuwa ni nyama na maziwa, walikuwa hawaugui. Kwa hiyo nini, sio kwamba nini walichokuwa nakula, lakini nini walikuwa hawali. Nini tulichofanya? Tukawaleta Wamasai Dar es Salaam, tukawaambia waanze kulinda majumba yetu. Atapata wapi nyama ya kwenda kuwinda na nini? Kwa hiyo wakaanza kula vyakula gani? Wakaanza kula vyakula vyetu pamoja na chips. Sasa leo mahodini kwetu na Wamasai nao unakuta wanaumwa magonjwa ambayo kwa kipindi cha nyuma walikuwa hawana. Ni nini ambacho tunashauriwa kuepuka? Ni vitu vyenye refined flour, vitu vyenye sukari na vitu vilivyokuwa process. Kwa sababu mwili wetu, labda nitoe maelezo. Mwili wetu una hormones nyingi, na mimi nitajaribu kuiweka hii kiurahisi kabisa, kusimplify, lakini iko complicated zaidi, lakini nitarahisisha kwa kuiweka. Kwa hiyo una hormones zinazoitwa anabolic hormones na una hormones zinazoitwa catabolic hormones. Sasa hormones gani ni anabolic? Kuna insulin, kuna hormone inaitwa growth hormones, kuna hormones inaitwa sex hormones kama vile testosterone, estrogen ambazo zinatudrive sisi kufanya tendo la ndoa. Na una hormones zinazoitwa catabolic, thyroid hormones, steroid hormones na glucagon. Sasa kukiwa na balance ya hizi hormone, hamna tatizo kabisa. Afya yako inakuwa njema. Nini kinachotokea hormones zinapokuwa kunakuwa na imbalance sasa? Kwamba insulin ikiongezeka kwa sababu ya insulin resistance, kwa sababu kila unapoingiza chakula kongosho lazima litoe insulin. Sasa kwanza ilikuwa inatoa insulin hivi, wewe umekula tena inahitaji insulin nyingi zaidi, umekula tena inahitaji insulin. Sasa ukikifanya hiki kitu kwa muda mrefu, ndio hiyo miaka 10, 15, kunakuwa na chronic production ya insulin, unaingia kwenye insulin resistance. Kwa sasa unahitaji galoni ili uweze kusaga kile chakula. Na hapa ndio inapotokea kidogo mchanganyiko. Kwa sababu insulin ikiwa nyingi, wewe ukienda hospitali ukipimwa sukari, kwa sababu una insulin nyingi, sisi tunapotazama glucose pale inatupoteza kidogo, kwa sababu unachokiona pale ni glucose, wakati ndani insulin iko nyingi. Na ikiwa nyingi, nini inachofanya sasa? Kwanza hizi growth hormones zitashuka, sex hormones zitashuka. Ukishusha sex hormones, nini kinachotokea? Ndio changamoto ya watu kushindwa kupata watoto, changamoto ya kina mama hamu ya tendo la ndoa inaposhuka, kina baba wanapata erectile dysfunction. Thyroid hormones zitapanda juu au zitashuka. Kila wagonjwa 3-4 wanaokuja kliniki leo wana matatizo ya thyroid. Huu ugonjwa wa thyroid ukoje? Ndio wale ikiwa nyingi ikipanda juu sana, ndio yale macho unaona watu kama yanataka kutoka. Ikiwa thyroid iko chini, ndio wale watu ananenepa, anakuwa yuko slow kwenye kila kitu. Why? Kwa sababu kumetokea imbalance, insulin iko nyingi. Tunaona watu uzito unaongezeka. Uzito unaongezeka kwa sababu steroids zinakwenda juu. Na wale waliokuwa kwenye medical school wanafahamu. Tulikuwa tukiona wagonjwa wanakuja wanene hospitali, tunasema huyu ana Cushing. Yaani unakuwa mnene, mafuta yanajaa hapa, mafuta yanajaa kwenye kitambi, kwa sababu kumetokea imbalance. Insulin imekwenda juu na hizi steroids zimekwenda juu na glucagon zimekwenda juu, na pale ndo watu wanapoishia kupata kisukari. Kwa hiyo hii balance ya hizi hormone kwenye mwili yetu ni kitu muhimu sana. Na ukitaka kuona sasa, mimi na wanasayansi wengi hatuamini kwamba binadamu wamebadilika genetically kupitia genes. Hapana. Kwa sababu huyu mtu hapa na huyu genes wanafanana. Lakini nini kilichobadilika kati ya huyu na huyu? Huyu kwa sababu ya hormones ziko juu za insulin na kisukari na kila kitu,
amebadilika, amekuwa unene. Kwa hiyo tunahitaji kitaalamu, amekuwa hormonally modified. Ina hormone gani ambayo ni kubwa inahusika? Ni insulin. Kwa hiyo utaona evolution ya binadamu, genes zina play part, lakini kitu kikubwa kilichotubadilisha hapa katikati ni ulaji wetu ambao insulin inakuwa involved sana. Sasa magonjwa gani yanahusikana na insulin resistance au pre-diabetes au stage moja kabla hujafikia kisukari kamili? Sasa magonjwa yanayohusikana na tatizo la kuwa na insulin nyingi tuliyagusia kwenye recording zetu 2 za kwanza. Lakini magonjwa yanayohusikana sasa, moja ni uzito kuwa mkubwa, magonjwa ya pressure, kila mtu anaona yalivyokuwa mengi siku hizi, kisukari, saratani, Alzheimer disease. Huu ni ugonjwa ambao uko zamani watu wakifika miaka 100 kumbukumbu bado iko pale pale, lakini sasa hivi utaona mapema kabisa miaka 65, 70 watu wameshaanza kusahau vitu, hawezi kufanya vitu vidogo dogo vya kwake. Ni ugonjwa unaitwa Alzheimer disease. Kumbukumbu zinazidi kupotea, tunaanza kusahau vitu umri mdogo kabisa. Na ukishaanza kuona ufunguo wangu nimeweka wapi, na ufunguo ulikuwa nao hapo mwenyewe, ufunguo wangu wa mlango nimeweka wapi, simu yangu iko wapi, ni viashiria ambavyo sisi wote tunatakiwa kuwa uangalifu kidogo. Magonjwa ya moyo yameongezeka, watu wamekuwa na matatizo makubwa sana ya magoti, arthritis, kwa sababu ukiwa na insulin resistant, mwambie daktari wako akupime uric acid, ataikuta uric acid iko juu. Zamani ulikuwa ukiona ya magonjwa unasema mtu ni mnene sana, lakini siku hizi hata wale waliokuwa wembamba wana matatizo ya magoti, na anaweza siwe na uzito mkubwa lakini ana insulin resistance, ataishia, kwa sababu insulin inaharibu magoti na viungo vingine. Magonjwa ya figo, pale Muhimbili tunaendelea kusafisha figo, watu karibu 150 kila siku wanakwenda kwenye dialysis. Tumelizungumzia hili, lakini mama kupungua hamu ya tendo la ndoa, kina baba nguvu za kiume kupungua kidogo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukianza kuviona vinaashiria insulin resistance kama huna kisukari kamili. Na ukitaka kutizama wagonjwa wetu wa moyo wakiwa 10, 2 au 3 kati yao wana kisukari ambao kimeonekana kabisa. Sasa hii slide inaonyesha nini? Hii blue ni vifo, na hii nyekundu ni ulaji wetu wa wanga na kisukari. Sasa tizama zinavyoendana. Wanga katika chakula mwingi, sukari nyingi, vinaendana na hivi vifo kwa sababu yale magonjwa yaliyotaja. Lakini kitu ambacho muhimu sana, ningependa sana watazamaji mtizame. Tizama hii miaka hapa, sukari ilipokuwa hadimu, hichi ni kipindi cha vita ya kwanza ya dunia, na vifo vilipungua. Vita ya pili ya dunia na vifo vinapungua. Inakwambia nini? Ulaji wetu wa wanga wa hali wa juu na sukari unaendana na magonjwa yanayopelekea mtu kupata vifo, na vifo vingine ni vya mapema, premature death. Kwa ni vitu ambavyo vina ushahidi wa kutosha, na haya ndio yasema yako kwenye tafiti za wenzetu waliotangulia, na reference iko hapa inaweza kutizamwa. Kwa ni tafiti zilizofanywa, sio vitu vya mtandao vya kukisia. Sasa ushauri wangu mkubwa ni nini? Kwanza, kupunguza ulaji wa mara kwa mara, na tupunguze wanga na sukari, kwa sababu tatizo kubwa ni hivi vyakula vya aina mbili. Na ninaposemea sukari, sio lazima tu ile sukari tunaweka kwenye chai. Vitu vyote ambavyo ni vitamu maana yake vina sukari ndani yake. Kwa ni kuvipunguza hivi. Kupunguza ulaji wa hivi vyakula vya kusindika, processed food, kupunguza utumiaji wa whole unsaturated fats, kutumia kama source ya kupata nguvu vyakula vyenye protein na mboga na mafuta kama olive oil, kutumia matunda hasa kama avocado, mazoezi ya 10,000 kwa siku, kucontrol uzito wetu. Narudia tena, kuacha kula mara nyingi, mara 5, 6 kwa, na ninapozungumzia kula hata hivi vitu vidogo dogo hapo katikati
lakini kubwa katika yote ni intermittent fasting, kufunga. Tulizungumzia kwa mfano, umekunywa chai saa 6, peleka chai kunywa saa 6. Haina madhara kiafya kutokunywa chai asubuhi. Ukinywa chai saa 6 ukija kula chakula cha jioni saa 2 ya usiku, maana yake ni kwamba umefunga masaa 16, umekula masaa 8. Kwa hivyo kama tulivyopeleza kwenye zile nani zetu mbili za kwanza, vitasaidia kuondoa hiyo insulin resistance. Na uzuri wa hichi nacho kishauri hapa, hamna hata kimoja ambacho unatakiwa kutumia hela. Kiuhasa kitakufanya ubane matumizi. Hamna kidonge nilichokizungumzia hapa, hamna sindano nilizozungumzia hapa. Mwisho kabisa, nafikiri kubwa tunataka kujaribu kulisema hapa, tupunguze kuwa mateja wa sukari na wanga, tuongeze kutumia protein na vitu vyenye mafuta machache, kwa sababu ukipunguza ulaji wa sukari na wanga hautaweza kupata njaa mara kwa mara. Kwa sababu nini kinacholeta njaa? Moja kikubwa ni insulin, kwa sababu ukiingiza chakula chenyewe kikienda kukichukua, ina maana lazima ule tena. Kwa hiyo unakuwa huna tofauti sana na watu wanaotumia madawa ya kulevya. Nafikiri wengi wenu mmeshawaona, pale anapohitaji dawa ya kulevya ni kwamba atafanya kitu chochote lazima ipate. Anakuwa kwenye arosto. Sasa na wewe usije kwa kwenye arosto ya sukari na wanga unaanza kutetemeka. Kwa ukisha kula chakula kidogo chochote kile, umekula korosho, umekula kitu gani, unajisikia vizuri kwa sababu ulikuwa kwenye arosto. Ndio huko najaribu kutaka kuwashauri, kuwatoa kwenye hilo. Tizama ipi na kufaa, tizama una changamoto gani. Na hapa tukuweza kueleza kila kitu. Kuna watu ambao ni wajawazito, kuna watu wana kisukari, hao wanabidi kuonana na daktari wao. Chukua haya nilosema, mkashauriane. Tulitoa sababu nyingi za kwa nini ufanye intermittent fasting. Tafadhali tizama kile kipindi chetu cha kwanza na cha pili, kuna maelezo ya kina. Nashukuru kwa kunisikiliza. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.